Bana, Heavyweight mchezo umemalizika tofauti na matarajio ya wengi, bila kwa bila. Kwanza tumeshuhudia mchezo aina gani? Yeah, of course mchezo kwa upande wangu mimi nimetegemea, kwa sababu mimi nilizungumza mapema nikasema Nsingizini watu wanaichukulia poa, ila ni timu tishio, ni timu bora. Na of course maneno yangu mwanzoni yalionekana kama sio ya kweli, kwa sababu Simba ilishinda away kwa mabao 3-0, lakini leo nafikiri wameonyesha kwamba of course ukiachana na kwamba kumekuwa kuna mabadiliko ya kimbinu na vitu kama hivyo, lakini tunafikiri Nsingizini wao kama wao kuweza kwenda dakika 90 katika dimba gumu kama la Benjamin Mkapa pasi na kuruhusu goli, imeonyesha kama ni timu ambayo ina uwezo wa kushindana, si ndio? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo nilikuwa sahihi kwa yale maneno ya kusema kwamba Nsingizini ni timu hatari, umeelewa? Na leo nafikiri ndio nimeprove. Lakini najua watu wengi watazungumza kwa sababu Simba ni miongoni mwa timu ambayo ina washambuliaji wazuri, strikers wazuri. Unamzungumzia Selemani Mwalimu, unamzungumzia Jonathan Soa, unamzungumzia Steve Dese Mkwala. Lakini mtu anaweza kujiuliza kwa nini Mwalimu ameanza na viungo wengi pasi na kutokuwa na mshambuliaji? Of course sijajua kwa nini, lakini ukijaribu kufuatilia inawezekana ikawa pia ni namna ya mawasiliano. Of course makocha pia wanakuwa na namna zao za kufikisha ujumbe, tunaita indirect communication au leadership through action. Inatumika mbinu ya kuweza muda mwingine kuweka bench wachezaji wa aina moja wote ili kuweza kujaribu kutuma ujumbe fulani kwamba hapa mimi nahitaji uwajibikaji, lakini vile vile naweza kadhaa kwamba siangaliwa unacheza nafasi gani, kama hujajituma au hujafit kwenye mfumo na vitu kama hivyo, mimi naweza nikakuweka pembeni na nikatumia aina nyingine ya style ya mchezo na kuweza kuimplement matokeo na vitu kama hivyo. Ndio kitu ambacho amekifanya Dimitar Pantev. Sawa? Kwa hiyo kwa mantikio ndio maana ikafanya kama mechi ionekane, kwa sababu hiyo inaweza ikawa na faida lakini inaweza ikawa na hasara. Hasara zake ni pamoja na miscommunication. Wachezaji kama usipowapa sababu ya msingi ya kwa nini umeamua kuja na mfumo huo, wanaweza wakajikuta unawachanganya na kuwafanya washindwe kujua nini hasa ambacho unakilenga kama kocha. Kwa hiyo alichokifanya Dimitar Pantev leo kimetokea, lakini pia kuna kitu kinaitwa tactical imbalance, yani kitendo cha kuanza na timu ambayo haikuwahi kuanza. Umewasideline wachezaji wote wa eneo moja na kupanga viungo tupu na nini, inaweza ikaleta changamoto kidogo kwenye mbinu, kwa sababu mbinu zinaweza zisibalance, kwa sababu kwanza umeintroduce mbinu mpya, wachezaji labda hawajaielewa na vitu kama hivyo. Pia inaangukia kwenye hii changamoto ya kutumia indirect communication kwa kutumia team selection. Sawa, lakini kimbinu au kimchezo anaruhusiwa mwalimu kuweza kuweka bench wa washambuliaji na kutumia viungo, na as long as yeye mwenyewe kama anataka kutuma ujumbe labda wa kimbinu au ujumbe wa kumotivate wachezaji na vitu kama hivyo, anaweza akaitumia, na nafikiri ndio kitu ambacho amekifanya. Kutokuanza na washambuliaji inaweza ikawa sababu ya matokeo haya ambayo yametokea siku leo. Of course kwa upande wangu naamini hivyo, lakini baadaye alikuja kuintroduce washambuliaji. Steve Dese Mkwala amecheza, Jonathan Soa amecheza, lakini nafikiri pia tuwapongeze Nsingizini Hotspurs, wametoa ushindani. Walivyoona hivyo walibana vizuri eneo la katikati, mipira ikawa high flow kirahisi. Simba wakifika katikati ya uwanja au kwenye final third wanakosa alternative ya kuweza kuprogress mipira na kushambulia kirahisi, na Nsingizini wakaweza kuhimili mpaka mwisho wa mchezo. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema pia nawapongeza Nsingizini Hotspurs kwa sababu wametoa ushindani, na nilisema nje hapo nikasema Nsingizini Hotspurs ni timu bora kuliko Silver Strikers, na mimi naweza kukutajia hata wachezaji watatu kwa haraka ambao wanaweza kwenda kuanza kikosi cha kwanza cha Yanga kutoka hapo Nsingizini. Basi tunaweza kukutajia. Twende nao. Tibulilo Mavuzo namba 10, yule jezi namba 10 alivaa jezi namba 10 anaweza akaanza. Nelson Senzo Dlamini alivaa jezi namba 4 anaweza akaanza. Kiungo box to box pamoja na Silva Kumalo wanaweza wakaanza kikosi cha kwanza cha Yanga vizuri tu. Unaanza mbele ya nani? Namba 10 anaanza. Unataka nianze kuwataja sasa mmoja mmoja? Haya, huyo kwamba mtu kama Tibulilo Mavuzo anaweza akaanza sehemu ya Maxim pia Msengeli. Alafu yule Nelson Senzo Dlamini, as long as Duke Abuya anaanza kwenye kikosi, Nelson Senzo Dlamini anaweza akaanza kwenye kikosi vizuri kabisa. Simeelewa? Na Silva Kumalo anaweza akaanza vile vile kwenye nafasi ya mtu yoyote. Kama alikuwa anaanza Azizi Ndambule, why not asianze Nelson Senzo Dlamini pamoja na Silva Kumalo. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba Nsingizini Hotspurs ni timu hatari na ni timu ambayo ina uwezo wa kubadilika na kutoa ushindani. Sasa kuna watu haraka watahisi labda Simba wamecheza vibaya. Kuna watu watahisi hivyo kwamba Simba wamecheza vibaya, si nini na nini, Kibu alikuwa yuko kwenye kiwango na Mpanzu na nani. Of course wana sababu.
lakini kinachofanya timu ionekane imecheza vibaya ni muda mwingine unapokutana na mpinzani mgumu. Mbona hawa Nsingizini Hotspurs Simba waliwafunga 3-0 lakini leo wameshindwa kupata goli. Kwa hiyo ina maana kwamba hawa Nsingizini ni timu ambayo huwezi ukaibiti kirahisi, sio pushovers. Mechi ya kwanza wameruhusu magoli 3, wamesoma weakness zao, wamejua watu walipokosea. Mechi ya pili wamerekebisha, wanaendelea na sehemu zingine. Kwa hiyo hawa Nsingizini Hotspurs ni timu nzuri. Simba haijacheza vibaya, ila wamecheza na timu nzuri ambayo ina tabia ya kuonyesha kwamba inakomaa, kwa sababu timu miongoni mwa timu ambayo inakomaa haikubali kufungwa mara 2 mfululizo na timu moja. Umeelewa? Tabia za timu ambazo zinaonyesha ukomavu. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikachukulia katika namna hiyo. Hivyo tumewasifu sana Nsingizini kwamba wamecheza vizuri, lakini Elie Mpanzu bado umemtetea hapo. Anaonekana kupoteza sana mipira na ile kasi ya ushambuliaji aliyokuwa nayo imepotea katika mechi za karibuni. Yeah, of course kwa Elie Mpanzu ni case tofauti. Labda mimi niulize swali moja. Leo mchezaji gani wa mbele ameperform vizuri? Niulize mimi tena hiyo. Yote tu. Kwa sababu unaposema Mpanzu hajacheza vizuri naweza nikakubali. Lakini mchezaji gani wa mbele amecheza vizuri? Mchezaji gani wa mbele leo? Kwa maana hiyo sioni kama ni sahihi kumpoint Mpanzu, kumpoint Kibu, kumpoint nani. Mimi kwa upande wangu ninavyoona Simba kuanzia eneo la kiungo cha ushambuliaji, yani inaweza ikatoka nyuma vizuri ikifika kwenye eneo la katikati kwenda mbele. Simba kwa ujumla wake, sio Mpanzu, sio nani. Simba kwa ujumla wake ilikuwa haiperform vizuri. Unaniuliza Mpanzu au umemwona Kibu, Joshua Mutale kafani? Sasa Mpanzu kwa nini unajua kuna tofauti. Ngoja nikupe mfano. Jana Yanga Prince Dube yeye alikuwa anakosa magoli na nyavu. Pale watu kuzungumza ni haki yao, kwa sababu alikuwa anafikishwa mipira mpaka ndani ya box, anafika na anashindwa kufanya jambo la msingi. Lakini leo ukifuatilia kwa umakini mipira ilikuwa ipotei kwa Mpanzu peke yake. Kwa makini lakini ukifuatilia Kibu amepoteza mipira. Joshua Mutale kuna muda alikuwa anafanya vitu ambavyo vinamlazimu kupoteza mipira. Jean Charles huwa hakuonekana kabisa, alikuwa anafanya vitu ambavyo yani sema hakuwemo mchezoni, na ndio ilikuwa early substitution yeye na Mpanzu, si ndio? Kwa jibu linapatikana kwamba hakukuwa na mchezaji katika eneo la offensive ambaye aliperform vizuri. Kwa hiyo tusimpoint Mpanzu. Mimi nachoamini leo kuna kitu Dimitar Pantev amekiona, na hizi mbinu ambazo wamechagua kuzitumia nafikiri kuna kitu amekifanya, na kama alikuwa ana lengo la kufikisha ujumbe tunaita symbolic act, kwamba anafikisha ujumbe kwa wachezaji kwa kupitia kupanga kikosi, basi atakuwa amefanikiwa. Lakini kimbinu leo mifumo iligoma, kwa hiyo asilaumiwe Elie Mpanzu. Baada ya mchezo wa jana watu wengi tunaenda kwa kuzungumza kwamba Dube kama naamini kwamba anafikia wakati mgumu kwa maana ya kufunga. Lakini pia kuna watu wengine wameenda mbali zaidi, wanaamini kwamba Young Africans kuna namna ambavyo wanakosea ama makocha wanashindwa kutumia mchezaji. Kwa hiyo hii umeionaje? Kwa upande wangu kwa jana, ukipima zile chance ambazo amezipata kwa kupima zile chance, kuna uwezekano mkubwa kwamba amedrop yeye kama yeye. Nafikiri hapo inatosha. Nashukuru sana.